Na huku waathiriwa wa mapigano ya Ang'ata Barikoi wakiendelea kuwa kambini baada ya kutoroka makwao, maafisa wa upelelezi wa jinai wanasema wanashuku kwamba watu 5 waliokamatwa wiki hii wanahusika katika kupanga na kufadhili mapigano hayo. Haya yanajiri huku kafyu iliyowekwa na idara ya usalama ikiendelea licha ya sikukuu. Mwanahabari wetu Crispin Otieno amekuwa akifuatilia kwa karibu machafuko katika eneo hilo na sasa anatupa taswira ya mambo yalivyo katika kaunti za Kisii na Narok. Eneo la Ang'ata Barikoi kule Transmara Kusini, kaunti ya Narok, limekuwa likigonga vichwa vya habari hususan mwaka huu kutokana na msukosuko wa usalama. Eneo hilo mpaka sasa limeratibiwa na Wizara ya Usalama wa Ndani kama eneo hatari kutokana na jinsi hali ilivyo kiusalama. Mapema mwaka huu tulikuwa eneo hilo kufanya kazi yetu ya wanahabari, na hebu tazama kile ambacho tulikumbana nacho wakati takriban watu 5 walipigwa risasi na kuuawa papo hapo, kile ambacho kilisababisha vurugu baina ya wananchi pamoja na maafisa wa polisi. Tarehe 28 Aprili mwaka 2025 nilipigiwa simu ya kushtua na mkazi mmoja eneo la Ang'ata Barikoi nianze safari mara moja kutoka Kisii kuelekea Ang'ata. Uzoefu wangu ulinipa wazo la kuvaa viatu vya raba na kofia ya kinga, nikihisi kabisa kwamba siku hiyo haingekuwa ya kawaida kwa sababu eneo hilo huwa na msukosuko ya mara kwa mara. Nilimjulisha mhariri anayepanga kazi Kimeli Arap Kemei na kumwomba awe ange kwa chochote kile, na haswa kunifanikisha kufika kwenye eneo la tukio iwapo hali ingeharibika zaidi. Safari ya kuelekea Ang'ata ilitimia kama baada ya nusu saa hivi. Ni safari ya kilomita 108 kutoka Kisii hadi Ang'ata Barikoi. Eneo hili la Ang'ata kwa kiasi kikubwa ni makazi ya watu kutoka jamii ya Wakipsigis. Why are you killing people? Why are you killing people? Watoto wetu wanauliwa kama makuku. Siku gani tutaisomesha watoto wetu? Tupate wa askari, tupate mwalimu, tupate nani? Wameuliwa hapa ng'ambo. Tulipofika Oldonyorook, kilomita chache baada ya Lolgorian, nilipigiwa simu tena, na safari hii ni mwanahabari mwenzangu Steven Leto, kwani pia alikuwa amepokea taarifa hizo. Na nikamjulisha kwamba tayari nimevalia njuga na tayari nilikuwa njiani kuelekea kituo cha Ang'ata. Wakati wa safari hii, vizuizi viliwekwa barabarani vilikuwa ishara tosha kwamba hali haikuwa sawa. Taharuki hewani ilikuwa dhahiri, lakini tulijitosa mzima mzima. Tulishuhudia kwa macho yetu wenyewe vijana 5 walivyopigwa risasi na kuuawa, na mili yao ikipelekwa katika kituo cha afya cha Ang'ata. Wakazi walianza kupambana na maafisa wa GSU. Baadhi ya maafisa hao walijeruhiwa, wengine wakifumwa mishale iliyokwama miilini mwao. Kwa dakika kadhaa tulisimama bila kusonga. Hali ilikuwa hatari sana. Wakazi hawakutaka kutuona karibu na polisi wa GSU. Nao polisi walikuwa wakijaribu kuwatawanya wananchi wenye hasira. Mwisho wa kwisha, taarifa yetu siku hiyo ndiyo ilitumika na vyombo vya habari kote nchini na hata ughaibuni, na kusababisha maafisa wakuu wa Wizara ya Usalama kuzuru eneo hilo siku moja baadaye. Mapokezi ya Matiang'i haikuwa vita kila mara mwaka 2025. Msisimuko wa mapokezi ya aina yake ya naibu kiongozi wa chama cha Jubilee, Daktari Fred Matiang'i mjini Kisii, ulikuwa wa kukumbukwa. Matiang'i alikuwa amerejea nchini kutangaza azma yake ya kugombea urais baada ya kuwa ughaibuni kwa muda. Tarehe 3 mwezi Mei, umati uliojitokeza Kisii haujawahi kupata mfano. Mimi nawashukuru sana, tushikane sisi wote pamoja, tuende safari hii, tushike kadi ya kura, tupige kura, tukae na amani na upendo. We were struggling really to manage the crowds and put the message out there. Nyansiongo was exceptional. Keroka was outstanding. And then when we got to Keumbu, the people had come from across Nyaribari into Keumbu market.
After that, by the time we were getting into Kisii town, that is when Governor Simba Arati joined us. It was such a huge crowd outside the governor's office. It was a courtesy call to the governor's office. Hapo awali, mkutano huo ulipangwa kufanyika katika mzunguko wa Capitol katikati mwa mji wa Kisii, lakini ukahamishwa ghafla katika uwanja wa kihistoria wa Gusii Stadium kwa sababu ya halaiki iliyojitokeza. Hisia za wakazi zilikuwa juu, wakionyesha matumaini mapya ya kisiasa. Ugonjwa wa ajabu katika kijiji cha Amarondo huko South Mugirango ulinisababisha nikite kambi kijijini humo na maeneo ya karibu kwa wiki moja, hadi serikali ya kaunti na serikali kuu zinamakinikia swala hilo. So thanks to Crispin and Citizen TV for bringing this to our attention, and we worked in a very collaborated manner with the Citizen TV in educating and creating awareness among the members of the public. Ile kasi wamefanya, ile watu wamefaidika, ile kusema huyu mtoto ana school fees, huyu mtoto anateseka, watamini alafu wanaingia kufanya, wacha Mungu awaongezee. Miezi kadhaa baadaye tulirejea kijijini humo kutathmini hali na kuwatembelea wakazi walioathirika. Ilikuwa inasikia kichwa, tumbo na mwili yote, na kutafika unatafika, hata kuhara tulikuwa tunahara. Tuliona mkono wa serikali vile walikuja, walitusaidia. Bila shaka umekuwa ni mwaka ulioshamiri matukio ya kusikitisha na mengine ya kuridhisha, ila tunao matumaini kwamba mwaka 2026 utakuwa bora zaidi kulinganishwa na mwaka 2025. Crispin Otieno, runinga ya Citizen, kaunti ya Kisii.